Jumatano ya Majivu, mwanzo wa kipindi cha Kwaresima. Baada ya sherehe ya Krismasi, moja ya siku maarufu sana ambapo Wakristo na watu mbalimbali huhudhuria adhimisho la misa takatifu ni siku ya Jumatano ya Majivu. Licha ya umaarufu wake na uhudhuriaji wa watu wengi katika adhimisho hilo, pia imekuwa ni siku ambayo inachanganya au ina vitu na maswali mbalimbali ambayo yanawachanganya watu. Na jambo la kwanza ni juu ya hayo majivu, kwamba hayo majivu yanatumika kwa ajili ya nini? Kwa nini majivu? Lakini pia watu wengine huenda mbali kidogo, hata utupinga sisi wa Katoliki na kusema kwamba mnapingana na mafundisho ya Yesu mwenyewe, kwamba mnapojipaka majivu kuonyesha ishara ya toba na mnafunga, hamuoni kama mnakuwa mnajionyesha kwa watu kwamba mnafunga, na pengine ni fundisho tofauti ama kinyume na mafundisho ya Yesu, kwamba kwa nini mnafunga na kujionyesha mbele za watu, ambapo Yesu alisema mnapofunga inapaswa unawe uso, ujipake mafuta na usionekane na watu kama unafunga. Sasa katika kazi nitakayoifanya katika video hii ni kuweza kujibu baadhi ya maswali ambayo watu wanajiuliza, na katika kujibu huko basi nimegawanya katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza tutachota mapokeo pamoja na kuangalia Agano la Kale, ama katika Uyahudi majivu yalimaanisha nini, yalitumika katika kufanya nini. Lakini jambo la pili, tutapitia masomo ambayo yanapatikana katika kitabu cha masomo na masomo ya misa, hususani katika hii Jumatano ya Majivu. Kwa hiyo kama umekuwa ukijiuliza majivu yanamaanisha nini, nini ninachotakiwa kukifanya katika siku ya Jumatano ya Majivu, na katika kama Jumatano ya Majivu ikiwa ni mwanzo wa kipindi cha Kwaresima, nijiandae vipi kwa ajili ya Kwaresima, nitafanyaje vipi Kwaresima hii iweze kuwa na matunda, basi video hii inakufaa wewe. Tutaanza kabisa kwa kurudi katika mizizi ya Kiyahudi na kuona ishara ya majivu. Majivu yalitumika nini katika Wayahudi na Agano la Kale kwa ujumla? Jambo la kwanza tunataka kuliangalia ni ufafanuzi wa neno hilo majivu ambalo limetumika katika Agano la Kale katika muktadha mbalimbali, na mara nyingi sehemu mbalimbali zimekuwa zikijirudia kuonyesha majivu. Katika Agano la Kale tunaposoma kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 19, Mungu anamwambia Adamu baada ya kuanguka dhambini kwamba mavumbi na mavumbini utarudi. Na kama umekuwa mfuatiliaji mzuri, iko ndicho kifungu cha Biblia kinachotumika katika adhimisho lile la kupakwa majivu siku ya Jumatano ya Majivu. Kwa hiyo ishara ya kwanza tunayoipata kwamba mavumbi ama majivu, mtu akijipaka mavumbi ama majivu anamaanisha ishara ya kufa ama ishara ya kifo. Ni alama ya kwamba baada ya anguko, baada ya kutenda dhambi ya kwanza, sasa tupo chini ya utawala si tu wa mateso, bali tupo katika utawala pia wa mauti. Kwa hiyo kila mwanadamu mwenye kufa, na baada ya kifo chetu tunarudi katika hali ya kuwa mavumbi, inawakilishwa na majivu. Hiyo ndio andiko la kwanza ama maana ya kwanza. Andiko la pili ambalo tunalipata ni kutoka katika kitabu cha Ayubu sura ya 42 aya ya 6, ambapo tunapata maana nyingine tena ya ishara ya majivu inayotumika katika Jumatano ya Majivu ikiwa ni mwanzo wa kipindi cha Kwaresima. Kwa hiyo Ayubu anasema maneno haya: kwa hiyo najidharau, najuta katika mavumbi na majivu. Ishara hiyo inaonyesha kabisa kwamba ile tendo la toba. Kwa hiyo tunaongeza maana nyingine kwamba sio tu maana ya kufa, bali majivu yanatumika kama alama ya toba ya dhambi. Kwa hiyo toba ndiyo maana ya pili ya maana ya majivu. Andiko la tatu ni kutoka katika kitabu cha Danieli sura ya 9 aya ya 3, ambapo Danieli anasali na kuwaombea watu wake. Anasema, nitamwelekezea uso wangu Bwana Mungu ili nimtafute kwa maombi na dua na kufunga na kuvaa nguo
za magunia na majivu. Mojawapo ya mambo ambayo Wayahudi wa kale walikuwa wanayafanya walipoingia katika kipindi cha sala ama maombi makali ama toba ya dhambi na maombi ya kuomba huruma ya Mungu ama rehema ya Mungu, walivaa magunia. Zaidi sana tunafahamu magunia, ukijaribu hata kulivaa, ni vazi ambalo linaonyesha kuumiza, linakwaruza, halileti raha mwilini. Katika hali kama hiyo, pamoja na kujipaka majivu, ilionyesha pia ni hiyo hali ya sikitiko la dhambi, na pengine katika maana ya kuwaombea wengine. Tunaona jambo hilo pia katika kitabu cha kwanza cha Makabayo, ambao pia ni jambo ambalo linavutia sana. Kitabu cha kwanza cha Makabayo sura ya 3 aya 47, ingawa haimo katika kitabu cha Biblia ile ambayo sio ya Kikatoliki, tunapata picha hii hasa na kuelewa desturi ya kwa nini majivu yasipakwe sehemu nyingine yoyote ya mwili isipokuwa kichwani. Kwa hiyo sehemu hii ndio yenye kuvutia, na ndio tunapata msingi wa kwa nini tupakwe katika paji la uso na sio shavuni ama mguuni ama wapi. Inasema wakafunga siku hiyo, wakavaa nguo za magunia, wakajipaka majivu juu ya vichwa vyao, wakayararua mavazi yao. Kwa hiyo kanisa, mojawapo ya mambo ambayo yameyapokea katika desturi hiyo ya ndugu zetu Wayahudi ni kujipaka majivu katika paji la uso, kichwani. Na kwa kuhitimishia sehemu hiyo ya kuangalia mizizi ya Kiyahudi ya maana ya majivu, ni sehemu ambayo inavutia sana, na ndio tunayopata hii siku ya Jumatano ya Majivu. Na kusema Jumatano ya Majivu na sio Jumatano ya kitu kingine ni katika kitabu cha Esta. Esta ambaye ameolewa na mfalme mpagani, kutokana na uzuri wake na hali yake kama malkia, basi anapata taarifa kwamba Waisraeli watauawa na mfalme kwa upanga. Kwa hiyo Esta kama malkia alipata nafasi ya kuona namna ya kuwaokoa taifa lake, taifa la Israeli. Tunaposoma kitabu cha Esta sura ya 14 aya ya 1 mpaka ya 3, ameelezewa akimwomba Bwana Mungu wa Israeli. Basi tazama Esta anachofanya. Yeye ni malkia mrembo sana, kwa kawaida hujipamba kwa mavazi ya kifahari na vitu vizuri. Lakini katika tukio hili anavua mavazi yote ya furaha, mavazi yote ya fahari, anavaa mavazi ya unyonge, anaacha manukato yake na anajifunika kichwa kwa majivu na kinyesi. Hii ni toba ya ajabu sana na pengine ni kali sana. Kwa nini anafanya hivyo? Kwa sababu ni kipindi cha maombi makali, ni kipindi cha kuwaombea wokovu watu wake. Asipofanya hivyo, taifa lake litauliwa na huyo mfalme mpagani. Kwa hiyo tunaanza kuona hilo. Kwa neema ya Mungu, kanisa katika hekima yake limechagua sio tu ishara ya majivu, limechagua ishara ya majivu, lakini kulikuwa na ishara nyingine ya kinyesi. Maandiko mengine yanasema alijipaka samadi. Kwa hiyo katika kanisa busara yake likachagua Jumatano ya Majivu. Hebu fikiria kungekuwa na Jumatano ya kinyesi, watu wanajipaka kinyesi. Lakini kanisa kwa hekima na busara yake wameweka Jumatano ya Majivu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa mchakato huo wa kuchagua na kutokana na mapokeo ya kanisa. Lakini wazi kabisa haya yote yanaonyesha kwamba kufikia karne ya kwanza baada ya Kristo, Myahudi yoyote wa wakati huo angeelewa kwamba mtu anapojipaka majivu juu ya kichwa chake anafanya nini? Ni kwamba anakiri kwamba yeye ni wakufa, anakiri kwamba yeye anatubu dhambi zake kama Ayubu, lakini pia anawaombea watu wengine kama anavyofanya Danieli na Esta. Ndio maana katika Injili ya Mathayo na watu wengine wameweza kusema pengine hiyo inapatikana tu katika vitabu vile ambavyo ni Biblia ambayo sio ya Kikatoliki. Lakini sio kweli kwamba katika Injili ya Mathayo sura ya 11 ya 12, katika moja ya zile ole ambazo Yesu anazitoa, tunarejea pale anasema, ole wako Korazini, ole wako Betsaida,
kwa kuwa kama miujiza hii iliyotendeka kwenu ingetendeka huko Tiro na Sidoni zamani, wangalitubu hali wamevaa nguo za magunia na majivu. Kwa hiyo hata Yesu anatambua desturi hii ya majivu kama ishara ya nje ya toba ya ndani. Kwa hiyo Yesu anatambua kwamba kitendo cha kujipaka majivu sio tu kuonyesha ishara ya toba nje kwamba tunatubu, lakini ni ishara pia ya toba ile iliyopo ndani. Kwa hiyo ikiwa inawasilishwa na hayo matukio ya nje. Kwa hiyo hoja ya kwanza muhimu sana tunaweza kusema kuhusu Jumatano ya Majivu ni hii: kanisa linachukua desturi hii ya Jumatano ya Majivu na kujipaka majivu juu ya paji la uso. Linatumia ishara ya kale kabisa ya kibiblia ya kukumbuka kwamba sisi ni wakufa, sisi ni wakutubu, lakini ni nafasi ya kuwaombea watu wengine wapate uponyaji, wapate wokovu. Na tukiunganisha na kipindi hiki chetu cha kufunga, tunaweza kufunga kwa maana ya kuachana na starehe na anasa, kufunga kwa maana ya kufunga kutokula na kunywa, kufunga kuto kujipamba kwa mapambo, na badala yake ni sehemu ya kuwa na toba juu ya dhambi zetu. Kwa Jumatano ya Majivu inafungua kipindi cha toba, cha kuanza kufanya majiundo na kuona nafasi gani ya kuweza kuchukua nafasi hiyo ya kuonyesha hilo tendo la toba. Na hiyo ni sehemu ya kwanza ambayo ninataka kuielezea kwamba inaturudisha nyuma katika desturi ya Agano la Kale. Ndio tunapata maana ya majivu, pengine yalimaanisha nini, yalimaanisha hizo maana. Kitabu cha Nabii Yoeli sura ya 2 aya ya 12 mpaka ya 18, ikiwa ni sehemu ya somo la kwanza kwa adhimisho la hii Jumatano ya Majivu. Anasema hivi: lakini hata sasa, asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuomboleza. Rarueni mioyo yenu wala si mavazi yenu.